Kuna ufuatiliaji tunafuatiliwa. Mimi nimeambiwa nataka kukamatwa, na taarifa kabisa za ndani kwamba nataka kukamatwa. Na mimi siogopi. Mimi sio mtu wa kutishiwa. I was born once, I live once, and I will die once. Narudia hili jambo kila siku wajue. Mimi sio mtu wa kutishia. Mimi ni mtu huru. Nafanya kazi iliyoruhusiwa na sheria za nchi hii. Kuna mtu wa kunitisha mimi? Kama unataka kumtisha Heche, unagonga pabaya. Jipange upya. Sasa katika hiyo, leo asubuhi kuna gari imekuja nyumbani kwangu. Namba T 318 EQJ. T 318 EQJ. Toyota Land Cruiser hadi top nyeupe. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha, tumefuatilia. Zile namba sio za hiyo gari. Na wamekuja pale wanaulizia Heche. Kwa Heche ni wapi? Hizo namba zimesajiliwa kwa Katapira. Haya yanayolima barabara, sio? Sasa kama ni watu wema, mnakuja mchana, mnafahamika. Kama mna shida ya kunikamata niiteni. Lakini shida ya tishiana, kutekana, kufanyiana mambo ya kijinga jinga, hayo mimi msifanye. Na Watanzania msikubali. Mimi sitakimbia. Wakinichukua katika mazingira ambayo hayaeleweki, msikubali. Msikubali. Hatuwezi kuishi kwa kunyimana amani. Ukitunyima amani, tutakunyima amani. Nimemfurahia sana yule mdogo wangu aliyesema the welfare of the people is the supreme law. Kwa Kiswahili si nitaiwekaje, lakini maana yake ni kwamba ustawi wa watu ndio sheria kuu ya nchi. Kama watu hawana ustawi, hakuna sheria kwenye nchi hiyo. Watu wanatekwa, watu wanawindwa, watu wamekuwa kama wanyama. Wamechukuliwa wakina Polepole, viongozi wa CCM, kama kuku. Mtu ambaye juzi alikuwa na Magufuli, Polepole alikuwa anatuambia unajua V8 wewe, amekamatwa kama kuku, amepotezwa. Na nyie vijana mnaotumwa kuteka watu, nataka niwaambie, mwisho wa siku watawaueni nyie kupoteza ushahidi. Na waambie haki ya Mungu kabisa. Siku hizi nimekuwa nazungumza kuhusu the Nuremberg trial, kesi ya Nuremberg ya mwaka 1946 baada ya Ujerumani kushindwa vita 1945 mpaka 46. Henchmen ni wale watu waliokuwa axis of evils, wale waliotumiwa na Adolf Hitler. Mwisho wa siku walijiua wenyewe, na wengine walihukumiwa kuuawa, na wengine walifungwa maisha. Wanakupa kuteka watu. Unafikiri utamteka mtu kama Polepole aliyekuwa amefikia level ile, alafu hayo mambo yakaisha tu? Ni rahisi tu. Zama hizi za teknolojia, watu watakuja watrace simu zilizoenda hapo, tutaangalia kwenye satellite, tutamuuliza tu RPC, hebu tuambie nani alienda pale. Si nini? Jukumu lako ni la ulinzi, tuambie nani alikuwa pale.
RPC atatuambia aliyeenda ni huyu. Huyu tulienda na huyu tutawakamata wote. Tutawakamata wote na mtatuambia nani aliyewatuma. Haiwezi kuisha hivi hivi. Damu za watu haziwezi kuchezewa hivi hivi. Damu za watu haziwezi. Kwa hiyo uelewe, hivyo vihera wanavyokupa wanakutuma kufanya uovu, unafikiri utakaa kwenye nyumba nzuri uliyojenga? Hutakaa humo, utakuwa gerezani. Utakuwa unawaza hata bora ningekaa kwenye makuti lakini niwe na amani. Kwa hili ni muhimu, nimeona niliseme.